Ujambo mtazamaji wa Al-Fatah TV online popote unapotutazama, mimi ni Rashid Salim Mohamed na karibu katika taarifa hii ya ziara ya Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais hapa visiwani Zanzibar. Na utakumbuka sasa ni takribani wiki ya pili Mheshimiwa Hemedi amekuwa akifanya ziara katika wizara na idara mbalimbali ambazo zipo chini ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Lengo na madhumuni ya ziara hizi ni kwenda kuangalia mipango na mikakati na hasa ukaguzi wa miradi mbalimbali ambayo imefanywa na serikali hii ya awamu ya 8. Mimi ni Rashid Salim Mohamed na hii ni Al-Fatah TV online, ikiwa ziara hii ya makamo inaanzia katika eneo hili la soko la Chuini lilopo katika mkoa huu wa Mjini Maghrib, lakini pia makamu wa pili wa rais atakuwa na ziara ya kutembelea masoko mbalimbali. Ni kuombe uwe nasi mtazamaji, ili tukuonyeshe hasa ziara ya makamu wa pili wa rais na maagizo ambayo ameyaagiza kupitia ziara hii ambayo anaifanya leo katika mkoa wa Mjini Maghrib. Kwa kweli tumeona mambo mengi mazuri ambayo Mheshimiwa Rais ametuletea hapa. Changamoto ni sehemu yetu binadamu. Kwa hiyo sisi tumesema zile ambazo tumeziona tutazitatua. Najua mnasema mnataka mnada kwa sababu mzunguko wa watu hapa uwe mkubwa zaidi. Sasa niwahakikishie, maelekezo nilitoa kule mwanzo na hapa natoa tena. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Katibu Mkuu na timu zenu zote, hapa uje mnada Chuini. Lazima tubuni mbinu zaidi za kuona hapa mwingiliano, wananchi wanaingia kwa wingi, wanakuja kupata huduma, ili na maduka yote yale yaweze kufanya kazi vizuri. Vinginevyo maduka yatafungwa, hatutakuwa na namna ya kukusanya kodi. Haya mambo tunakwenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo nimekuja leo kuangalia, wenzangu watalifanyia kazi na sisi tutakuwa tunashauriana kila wakati kuona hapa Chuini soko letu linafanya kazi vizuri. Tumekuta vikuta huko juu, watu hawapo. Ametoa maelezo, lakini mimi nataka niongeze hapa, si vikuta tu, na milango yote ambayo haijafunguliwa tangazieni wale waliopewa. Ikifika mwisho wa mwezi kama hawajarespond, wapeni watu wengine wanaohitaji. Naomba nieleweke, madhumuni ya soko hili sio mtu kuchukua milango ukaifunga. Madhumuni ya soko hili ni milango ikafanyiwa biashara. Sasa kama kuna mtu amechukua, afanye biashara. Hawezi kufanya biashara, apishe mwingine afanye biashara. Wako ambao wanataka milango. Tumekwenda maeneo mengi, mama pale amesema sana mikopo. Nataka nikuhakikishie, Daktari Hussein Mwinyi kwenye bajeti hii, kwenye eneo moja tu, lile eneo la uwezeshaji, tumeweka fedha shilingi bilioni 47 kwa ajili ya uwezeshaji. Wanaowezeshwa ndio nyinyi. Tutawaelekeza Wizara ya Kazi, wapite sokoni, wazungumze na nyinyi, muone namna gani njia rahisi ya kupata mikopo ya Daktari Hussein Mwinyi ili muendeleze biashara zenu. Masoko haya mtazamaji, yamejengwa katika awamu ya serikali hii ya 8, masoko ambayo yamekuja kuwasaidia wafanyabiashara na wajasiriamali, lakini tumekuwa na masoko ya mfano hapa visiwani Zanzibar, masoko ambayo kwa kweli watu wamekuwa wakija kununua bidhaa katika hali ambayo inaridhisha, tofauti na masoko haya yalivyokuwa mwanzo. Makamu wa pili amepita soko la Chuini, lakini soko la Jumbi pia ameweza kufanya ziara katika soko la Mwanakorekwe na ameweza kuhitimisha ziara yake katika soko la mboga mboga hapa Mombasa. Kwa kweli maagizo mengi ambayo ameweza kuyatoa yanahitaji kufanywa kazi, lakini hii ni fahari hasa kwa wananchi wa Zanzibar kuona miundombinu imeimarika katika awamu hii ya 8. Na leo tumesahau yale masoko ambayo tulikuwa tunakwenda wakati wa mvua, mtihani mtupu unashindwa hata kuingia sokoni. Leo tuna masoko ya mfano, masoko yenye ubora. Nikikamilisha taarifa hii kutoka katika mkoa wa Mjini Maghrib, hii ni Al-Fatah TV online na mimi ni Rashid Salim Mohamed. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 255 777 85
8490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.